Chelewa mtoni utanguta mwana. 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 Piga makofi. Piga makofi. Chelewa mtoni utanguta mwana. Chelewa mtoni utanguta mwana. Chelewa mtoni utamkuta mwana. Chelewa mtoni utamkuta mwana. Chelewa mtoni utamkuta mwana. Piga makofi. Piga makofi. Hapo mmefika kwa mganga Chipupa. Nitawasaidieni. Mna matatizo makubwa. Jamini, mimi ndio mganga Chifupa. Hapa mmefika nitawasaidieni. Kofia huyu. Kofia ndio chanzo cha matatizo yote katika himaya yenu. Kofia kuna binti katokea kumpenda. Tena binti mwenyewe mzuri, mrembo mno. Ni nani huyo? Nani mjanga? Umeona sasa mjomba? Vitu vingi sasa mmenishikisha na mimi. Hayo mengine sio ndo kaniambia lakini. Sasa umeona yaliyotokea? Wewe Kofia kelele. Wewe mbona na mazuri? Kama ni matatizo yangu. Kofia! 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 Sauti ya mazame. Karibuni bibi yako. Nje bari. Kwa moto. Karibuni. Asante. Niko melala. Bado ni sasa hivi. Sasa najua kali. Njoni bwana. Naona mwachani Kama kumbi. Unapokwenda mimi shemeji yako? Sio sana kama kumbi. Unajua kumbia kata mabawa? Ndio nyie. Kila mnakwenda kisimani, shambani, Alafu ngombe mazame. Mapenzi yenu nyie katika himaya ya Nyusawa yanapaswa kuipo. Na sasa tunaotesa katika himaya. Jamani, hem tuachane na maswala. Maana mtaongea hapa mpaka jua litazama kati mkuja hapa mapema. Haya. Sasa karibuni sana. Kofia. Nimekuja na shemeji yako hapa. Kuna swala kama tuliongelee. Swala gani mazame? Mwambie. Kofia shemeji yangu kuna kitu nataka nikuulize. Niulize? Hivi kwa nini umekataa kumwoa mfanyike? Yaani hicho ndio kilichowaleta? Aswa? Mimi labda niwaambie tu ukweli. Yaani sitaki kusikia habari za mfanyike katika masikio yangu haya. Umeelewa? Sitaki kusikia kabisa. Lakini sio makubaliano. Makubaliano mtoe posta ile binti umuoe. Hivi ina maana amnielewa? Nimesema hivi, masikio yangu haya, umeelewa? Haya masikio. Hataki kusikia habari za mfanyaje? Mbona mnakuwa kumkuelewa? Lakini Kofia ili swala ungeliongelea mapema kabla mimi sijamwambia mtoto wa watu. Hivi watu utanielewaje katika maisha ni usawa Kofia? Hivi mmekosa kazi za kufanya? Mmekosa kazi za kufanya na kazi tunazo hakika kama watakuelimisha katika himaya. Sasa labda ni wapi mkafanyia kazi?
Hivi wewe unanitania si ndio eh? Nakuja unanitania. Sikiza nikwambie. Kwanza hao watu wanaongea kwa nje, wananichafua moyo wangu. Naomba ukawafukuze sasa hivi. Nimekwambia kawafukuze. Unaniambia habari za Babu wewe. Jinga nini? Nimekwambia mimi habari za mfanyisi nielezee mimi. Sasa. Yaani sikutegemea kabisa kama rafiki yangu kipenzi atakuwa kama vile katika himaya. Mimi ndo mshauri wake katika himaya. Ndio mshauri anataka kuoa. Mimi ndo nilimshauri. Na yeye anakuja kunibadilikia mimi. Sasa ukisema hivyo unaniweka njia panda. Kofia anitolea panga mimi. Kwani Kofia na matatizo gani sasa hivi? Yaani sielewi kabisa, rafiki sielewi kabisa. Ndio maana nimekuja kukuelezea shangazi ana matatizo gani? Kwanza pole. Na hata wewe mkejina ulienda naye? Nimekwenda na Mkejina. Ametufunguza na panga mbele ya Mkejina. Pole sana. Kaniombee samani, mandhari ulishafika, lazima mjomba wake nitamwambia. Itabidi umwambie mjomba mkae sawa mliongelee. Mimi siwezi kumwambia sababu ni rafiki yangu, unajua tutakofishana. Acha mimi niondoke niko shughuli zangu. Mimi jibu nitalipata kwenu. Haya, nenda kampe pole mkejina. Kwanza mwambie samani sana. Haya, mimi nitamwambia. Salamu unazingua. Kujila. Kalunde. Abe. Niletee mkeka. Pia bwana nikuzike. Mkejina yuko wapi? Kaenda kuchota maji kisimani. Hajarudi tu kwa saa zile? Bado hajarudi. Mimi nikuzike. Mimi nitaenda. Kaka vipi? Hapana. Mbona unaema kama hivi? Nimemwota binti kaja kunikaba hayupo kabisa katika hema yetu. Yeye kaka ndoto zako za mchana mchana. Basi kweli ndio. Giza mkeka ndani. Hata unajali. Wewe wewe mtego yangu. Hapa nimefika hivi. Vipi tena Mikadoda? Kwani hili nalo ulisikia ni la kweli la kusema Kofia amekataa kumuoa mfanyaje ni ya kweli? Mikadoda. Leo ulisikia? Hata si la kweli. Mikadoda. Ukisikia mwaka kuvuliwa nguo ndo mwaka huu. Wa mkongo wa sizi. Wa moto. Wa mkongo wa sizi. Wa moto. Eti ninachokisikia ni cha kweli katika hima hii. Kipi? Eti nimesikia kwamba Kofia amekataa kuoa. Hapo hapo. Wewe Kofia ndio unashinda naye kinyeni kuta. Ama sasa kuniuliza nini? Tena wewe unashinda naye unashindwa hata kumshauri. Ninauliza si kwa sababu nataka kujua. Ujue nini? Mliotaka yamekuwa. Kwa elimu. Nenda wasalimie. Mikadoda. Mwaka huu mimi baadaye. Yaani hii sura yangu sijitaniweka wapi? Aibu. Mimi naondoka. Mikadoda. Unamsikia kaka yako? Hivi. Sababu mimi simuelewi. Mtu katafuta mchumba wake mzuri yeye mwenyewe. Kaenda mpaka kwa mjomba wake. Mjomba, mimi nimepata mchumba. Mjomba watu kajitolea yuko tayari kabisa kumtolea posa. Alafu kirahisi rahisi kabisa
Anakataa, mimi sitaki kumuoa tena, ufanyeje? Hivi Kofia Mungu ampe nini? Huwezi jua mume wangu. Labda kuna majukumu ambayo yeye anayakwepa. Hata kama. Kumbuka majukumu huwa hayakimbiwi hivyo. Kumbuka Kofia akashafikia umri wa kuoa. Hivi hamuoni mwenzie Mazame jinsi anavyopendeza na mke wake? Ye, asikwepe majukumu hivyo. Sawa mume wangu. Mazame ni Mazame na yeye Kofia ni Kofia. Labda anaona Mazame naye anachana. Mazame na mimi naomba niulize kitu kimoja. Hivi kuna mtu mwingine mkikaa au mnakosa kazi za kufanya kabisa? Si ndio? unazungumzia nini? Mimi nimewasikiza muda mrefu mnanizungumzia mimi. Unaelewa? Sasa mimi labda naomba niwaambie. Kwa nini mmeshinda kuzungumza habari za shamba, mjadili masuala ya shamba, mzungumza jinsi ya kupata mtoto? Mnazungumzia habari za maisha ya watu. We Kofia, chunga kauli yako. Na unapoongea inabidi ujue unaongea na nani. Masuala ya kupata mtoto ni mimi na mume wangu, wewe hayakuhusu hata kidogo. Wewe vipi? Kofia anahusu nini katika familia yenu? Alafu kumbuka shemeji, mtoto ni mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya mwanadamu. Kwa nini wewe mkali kiasi hicho? Sasa kama umeona mimi nimeshindwa kumwoa, umfanyeje? Basi naomba wewe kumchukua awe mke wa pili. Kofia, wewe umekuwa kunizalisha mimi, si ndio? Umeshakuwa. Kofia, sasa umeamua kunikaa hapa. Hapa Kofia, umeamua kunikaa hapa, si ndio? Kumbuka mimi ni shemeji yako, unajua? Na ndiye mshenga wako. Hii umeshinda kuzungumzia vitu vya msingi ndani ya himaya hii, mnazungumzia maisha ya watu. Nakwambia na afu wewe shemeji nakwambia kwa maisha jinsi unaendelea hivi. Kwa mtindo huu nakwambia utaanza kuna nazi. Kofia. Shemeji, tunavunjana heshima, si ndio? Nisubiri nakuja. Nini? Nisubiri nakuja. Kofia anafikia Mungu akutusikia hicho. Kofia, uchanage kwangu. Unaona kidawa kakako? Unaona kakao kidawa? Ananizalilisha. Ameamua hata kunizalilisha mbele yako hapa. Ameshanivua nguo mimi najua. Ameshanivua nguo. Yote umeataka wewe mume wangu. Yote umeataka wewe mume wangu. Matokeo yake Kofia anatukana sisi kama watoto wadogo. Kofia kututukana sisi kama watoto wadogo kiasi hichi. Kuanzia leo mimi ushenga basi. Mambo ya familia zenu hizo. Malizane nyinyi wenyewe. Lolote litakalotokea, nitalimaliza wewe na familia yenu. Mimi hainihusu tena. Kwanza nani? Ashanikia, si aniache niende kwenye bao umesaidia. Kofia mdogo wangu. Yaani Kofia sasa hivi anafikia tu kunitukana mimi dada yake Kofia. Kofia. Shangazi. Shangazi. Vipi? Shangazi. Yaani sitaki kuamini hata kidogo kwa kitu ambacho wamenifanyia Kofia. Shangazi, Kofia kuja kunitukana mimi matusi kama mtoto mdogo. Nyinyi mlianzia wapi? Tuanzie wapi nini shangazi? Tulikuwa tunaongelea tu kuhusu sherehe yake ya kesho kutwa. Yeye katoka na huko ghafla anaanza kutupamoshia matusi mimi pamoja na shemeji yake. Anamwambia shemeji yake hata wewe ushenga kadipendekeza tu aliyamtuma. Isitoshe anakuja ananiambia mimi wewe tasa tu, siwezi kuwa na dada kama wewe tasa. Shangazi, Kofia anaweza kuniambia mimi tasa. Kofia kuja kunitusi mimi kiasi hicho shangazi. Kweli Kofia atakuwa na nani jamani? Wewe Kofia. Kofia. Njoo. Kutoka na matatizo gani? Kofia. Wewe nani wako? Dadangu. Dadako. Sasa kitu kutoa hapa kwenda kumtukana dadako nyumbani kitu gani? Yaani maneno ambayo nilikuta naongea. Nimetoka vizuri tu kwa nia nzuri tu, lakini nilipofika pale yaani umekaa tu kumzungumzia habari za Kofia tu. Kwani Kofia mimi na huzuni katika familia yao? Nimebwata ndio. Unasikia shangazi Kofia, kumbuka huyu ni dada yako. Na siku zote sikio haliwezi kuzidi kichwa hata siku hii, hata siku moja. Wewe tukipenda kumtukana mbele ya mume wake. Sasa
Shangazi, jifikirie. Mimi nimefika pale, wanazungumzia habari za maisha yangu mimi. Sasa ile kambaya. Amekaza leo umetolea nani kaka hivi akili kweli akili timamu ile. Anataka kutolea poso. Kofia ya mambo unayozungumza. Huyu ni dada yako na atabaki kuwa dada yako tu. Bora usimekaa na matatizo kaja hapa, tujue si ya kukusaidia. Mimi sina tatizo. Kwa nini unakataa kuoa? Shangazi. Ina maana Kofia alipokuja kule nyumbani kusema kwamba amegali kuoa, ni kweli Kofia amegali kuoa? Mbona hata mjomba wako habariwa nayo? Hivyo shangazi unachukulia tu kiurahisi Kofia tu amekataa kuoa. Yaani unachukulia tu kiurahisi kwamba Kofia amekataa kuoa, si ndio Kidao ukisema hivyo unafanya makosa. Kosa unavyosema kiasi mimi nifanyaje? Sio hivyo shangazi, wewe unafahamu ni gharama ngapi ambazo tumezitupa? Na tutapata aibu gani ndani ya haya ni usawa shangazi? Ni usawa vitu tutaziweka wapi lakini? Gharama ngapi tumezitupa kwa ajili ya Kofia? Istoshe mimi yani ndio siongee gharama nyingi ambazo nimezitupa. Leo hii yani mnakuja tu yani kiwepesi hivi kabisa mnasema kwamba Kofia amegaili kuoa. Mimi nimemwandalia ile shamba langu la eka 6 yenye michungwa minazi liwe kama zawadi yake. Bado na gharama nyingine nyingi tu shangazi mwenyewe unajua kwamba nimezipoteza. Umesikia? Umesikia? Shangazi. Moja na dada. Mimi naomba mnisamehe kwa yote ambayo nimewatendea. Kwa sababu nijiona niko sahihi na nafanya kumbe siku sahihi. Na naomba ukaniombe msamaha kwa Kambaya. Nakusikia. Nakuelewa. Wewe ni kakaangu. Siwezi kuwa na kinyongo na wewe moja kwa moja. Mimi nimekusamehe. Na hata shemeji yako nitaenda kumwambia. Atakusamehe. Nakusala kuoa. Mimi niko tayari kuoa. Wamkongwasize wa moto. Wamkongwasize wa moto. Naona leo mna furaha sana leo. Mmefurahi sana? Ndio. Sawa kabisa. Sawa. Leo ni siku ya furaha katika himaya yangu. Ni kwamba leo mfanyeje anachezwa ngoma. Hata mimi nilikuwa na majukumu mengine lakini malikia zangu akasema peleke. Na mimi nimekuja kushirikiana na
Kama mnavyofahamu mila na desturi zetu hapa kwenye himaya kwamba mwali anapochezwa kama hivi lazima abarikiwe. Kwa hiyo leo nimekuja kumbariki, nifanyeje? Mfanyeje mwanangu? Kuanzia leo umeshakuwa mkubwa sasa kama sisi. Unachezwa ngoma ili unaandaliwa uende ukaishi salama kwa mume wako. Ukakae salama unakokwenda huko kwa mumeo, ukawasikilize watu wa huko kwa mumeo. Baya livumilie, lakini zuri lipokee mwanangu. Mwanangu nakutakia maisha mema. Haya, sasa mimi nimewaleta hawa malkia zangu kuja kushirikiana na nyinyi. Hebu ungamini nao wana himaya. Nendeni mkaungane nao. Wasalimieni kwanza. Wamkongo Asise. Wa moto. Wamkongo Asise. Wa moto. Tuko pamoja. Wamkongo Asise. Wa moto. Wamkongo Asise. Wa moto. Tuko bega kwa bega. Sasa mimi naona furaha iendelee na ngoma ziendelee. Endelee kusonga. Biti usingae, chagua kaka, chagua kwa moyo wako mmoja, kipenda choro ula nyama, usinga mke mkono mpendae, taratibu mnikatae, mwende kwenu mkatae, biti usingao, chagua kaka, chagua kwa moyo wako mmoja, kipenda choro ula nyama mbichi, usinga mshike mkono mpendae, taratibu mjikatae, mwende kwenu mkatae, na watoto mkatae. Kofia unanitania si ndio Nakuuliza unanitania. Sasa basi, sikiliza nikwambie. Leo nimekuletea zawadi. Na zawadi hiyo utake usitake ni lazima utaipokea. Kofia. Leta mkono kofia. Nimekwambia nipe mkono. Nakuvalisha pete hii. Ole wako hii pete uibue. Itasababisha maafa katika himaya ya Nyusawa zaidi ya haya ninayoyafanya. Na usimtafute mbaya, mimi ndio naufanya hivi. Nadhani unanichezea sana, si ndio? Unanichezea mimi? Sasa basi. Nataka nikwambie kitu. Mimi ni binti Usinga, hakuna binadamu wote ambaye atakayisumbua mimi. Umenielewa? Sasa basi. Nakutakia ndoa njema. Usiogope kuogwa mama, Mkongo Asize! Wana himaya ya Nyusawa mpo? Tupo! Ndugu zangu, nashukuru, asanteni sana kwa heshima na taadhima ya himaya hii ya Nyusawa. Leo imefika ile siku ambayo tulikuwa tunaitarajia ifike kwa hamu kubwa sana.
Leo ni ile siku ambaye ya mimi baba Mfanyeje ninamkabidhi mwanangu Mfanyeje kwa mkwe wangu aitwaye Kofia. Ninawashukuru sana baya hii ya Nyusawa kwa ushirikiano wenu mlioonyesha kwangu kwetu, na leo hatimaye hili jambo limefika mwisho. Nawashukuru sana, nimemkabidhi rasmi na Kofia amepata mke. Mimi niwaiteni kwa jambo lilotokea. Nadhani wote mlishuhudia. Na tena jambo la kusikitisha sana katika himaya yetu. Kweli kabisa. Nadhani kabisa lile jambo unalifahamu mwanzo mpaka mwisho. Kivipi? Labda kuna siri yote ambayo inaendelea kwa ukwambie tu, usifiche. Sisi tunaona haya mambo hapa yenye yanatisha kabisa katika himaya hii. Sisi shughuli tu anadondoka. Jamani, tatizo limetokea tu kwa kwenye harusi. Aya, mimi nasema ya nini jamani? Mimi nimeshuhudia shughuli nyingi sana. Lakini kwa jambo lile sijakuwa hata siku hii. Hata siku. Alafu kushangaza, hata ishtuki. Alafu unaulizwa unajifanya unakataa. Sasa unakataa nini? Sio wakati wa kulaumiana. Na mimi ndo nafanya haya yote. Mimi ndio binti Usinga. Dawa. Dawa mke wangu. Mume wangu. Nakuomba mara moja. Kwa mkongo wapi? Umeshindaje? Salama, si wewe kutoka. Kweli mtu kako sio kwema kabisa. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu yani kila ninavyozidi kutembea akili hainipi kabisa. Kivipi? Kwa sababu yani mke wangu nikiangalia katika himaya hii kila siku anakufa mtu. Kiukweli kabisa yani mume wangu mimi kadri siku zinavyozidi kwenda na matatizo ya himaya hii yani ndo nachanganyikiwa kabisa hata sijui. Mimi mke wangu nilikuwa na kitu kimoja. Kwa nini tu tusitoke kwenye himaya hii tukahamia himaya nyingine? Unasemaje? Mimi naweza kuwa bora. Yaani tutoke himaya hii tukahamia himaya nyingine. Mimi kutoka hapa nikahamia himaya nyingine siwezi. Nimekulia katika himaya hii, nimelelewa katika himaya hii. Na niko tayari kufa katika himaya hii. Siendi popote. Kidawa, dada wa Kofia ambaye unampenda Kofia, si ndio Umemzawadia zawadi ya eka 6 lenye michungwa ndani, lenye miembe ndani. Sasa utaenda kumpenda Kofia kuzimu. Amie Mjangu. Ni kweli hata mimi nashindwa kuelewa kabisa. Yaani ngao mimi kuna imani nyingine. Mimi ningeondoka tu, nikaenda kuishi huko. Mimi ningekuwa kama kuna uwezo wa kubadilisha himaya, mimi nishabadilisha himaya. Jamani. Mbona maneno yako tofauti sana na mimi? Mimi naona bora tatu ndiko chifu mtawa tukamuulizia juu ya hili. Chifu mtaa? Chifu mtaa mwenyewe matatizo yanatokea kila siku. Hiyo hata mimi ndio nilifikiria. Mimi ndio binti Usinga, mtoto wa mizimu, melewa mizimu. Hakuna binadamu wote atakayesumbua mimi chini ya jua. Sasa basi, hii ni bakola. Ni lazima kila mtu amchape. Na sina muda wa kupoteza.
Kuna matatizo kijiweni kwetu. Matatizo gani? Tulikuwa tumekaa mpaka tunaondoka Usinga. Kuna kufuata katoka mtu anaitwa Biti Usinga, akamuua mwenzetu Saluimwe. Usinga umuue? Nyie mmeona wenyewe? Amini tunachokwambia chief. Hiyo maiti iko. Iko kule maskani. Naomba mnisikize kwa makini. Sawa? Sawa. Mimi haya matukio yote najua. Na kwa mtabiri wangu amenitabiria na ameniambia hali yote iliyopo hivi sasa. Ila nawaomba kitu kimoja. Nyinyi mrudi nyumbani. Nipeni wiki moja. Naitisha kikao cha wanaimaya. Alafu mtajua mimi nini nafanya. Sawa? Sawa chief. Simameni vitu vingi. Mnaweza mkaenda. Nendeni tu, mtakuwa salama bila matatizo yote. Mimi nishamaliza kazi, nendeni tu. Yaani mimi nimechoka. Ni sawa. Mambo yameharibika vibaya. Yaani kila siku machafuko. Mashabani, mimi hata sisemi ndugu yangu. Mimi mwenyewe nimechoka na utawala huu wa New Sawa. Nimechoshwa na maongezi yenu, mnazidi kunipa woga, tuondokeni. Yaani nimechoka na hichi kijidudu kinachofanya manyu. Si unataka kuniua? Si unataka kuniua? Unaweza kuniua mimi wewe? Lakini wewe yote umetaka wewe haya. Mimi nilikwambia Kofia simuoe mdogo wangu mfanyeje? Cheki sa mdogo wangu jinsi anafaumwa. Mama ashafariki, shangazi kapotea onekani. Yote umetaka wewe baba haya. Hapana mwanangu. Cha msingi tu kwa muda huu hapa hayo yote hayana nafasi bwana uzungumza. Isipokuwa tumpeleke tu kwa mganga dada yako. Hali yake inazidi kuwa ngumu hii. Ubaya. Acha na hayo yamepita hayo. Sasa mwanangu kufanyaje? Ndio umeataka baba yote haya. Mwanangu tusiendelee kulumbana. Mwanangu. Mmetaka kushindana na mimi si ndio eh? Nakuzita kushindana na mimi. Potea! Nimekwambia nipotea. Unanitania si ndio eh? Hivi wewe unajua ni chanzo gani kilichokuleta hapa? Nakuuliza unajua ni chanzo gani kilichokuleta hapa? Hujui eh? Mimi na wewe kugombania mwanaume mmoja. Sasa basi. Nataka
nataka nikwambie kitu. Kati ya haya mawili nitakayokuambia, uchague hili mmoja ambao unalitaka mimi. Na endapo utakaponikubalia mimi maneno yangu nataka kukwambia, ndio nitakuachia huyo Kofia. Si unampenda Kofia? Nakuuliza, si unampenda Kofia? Sasa basi, kama unampenda Kofia, chagua haya. Kati ya haya mawili chagua hili moja. Endapo utakaponikubalia mimi ombi langu nayokuambia hapa, nitakuachia Kofia. Na ukinikatalia, hautompata Kofia. Sasa basi, nataka twende tukasababishe mauaji katika himaya ya Nyusawa. Hapo ndo nitakuachia Kofia. Na ukikataa, nitakufanyia kitu ambacho hujawahi kufanyiwa. Mimi siwezi kufanya mauaji katika himaya yangu. Unasemaje? Mimi siwezi kufanya mauaji katika himaya yangu. Nitakupa adhabu zaidi ya ile nilokupa kule kwenu. Sasa basi, unataka kushindana na mimi, si ndio? Unataka kushindana na mimi? Mimi sina udugu na wewe. Unijui, sikujui. Umekataa. Sina budi kukufanyia ile unataka kukufanyia. Nyamilumba ni pelamba. Nyamilumba ni pelamba lane nyamilumba. Nyamilumba ni pelamba lane nyamilumba. Chikongwe yangu, naona anakuja na tatizo. Tabiri wangu, nasikia Chikongwe. Nimekuja bwana. Kama unavyofahamu wewe ndo mtabiri wangu na uniongelea mambo ya usoni. Himaya yetu hivi sasa ina matatizo makubwa sana. Elewa. Nimekaa, nimefikiri, nikaamua niende kwa mtabiri wangu akaangalia haya matukio yanatokea ni nini. Huo ndo ujio wangu mtabiri. Niko sawa. Ni kweli. Ni kweli mimi naona. Mimi naona himaya inasambaratika. Naona kweli himaya imechafuka. Himaya imesambaratika. Chikongwe, matatizo yapo makubwa sana. Ukifanya maziara, tunaweza tukapoteza watu wengi sana. Ai, muangalia hii himaya jinsi ilivyo sasa hivi. Inashindwa kuelewana na inashindwa kushika amana. Sawa, nimekusikia mtoto. Mimi ndo nakutegemea wewe. Sasa tunafanyaje kuhusu hilo? Mimi naweza saidia, ila naweza sema neno moja tu nataka. Mimi naweza saidia wewe, naweza saidia himaya yote sawa. Ila nataka hivi nikutane na wana himaya yote ili wewe ongee nao, yeke naye, mimi nizungumze naye. Ili tuwe hiki kitu kimoja. Sawa? Sawa. Nimeshakuelewa. Mimi nitamtuma kijana wangu, atapiga mbiu, atawakusanya wana, alafu wewe utataja siku gani inafaa, utawakuta wana himaya, utaongea nao, ila ina mashaka mtabiri. Na usifanye masiala. Himaya imeharibika. Himaya imepotea mzee wangu, himaya imepotea. Himaya imesambaratika. Muangalia watu wanapoteketea. Muangalia watu wanaposambaratika. Muangalia watu jinsi wanavyokufa. Wengine wanaumia. Lakini mzee, sasa mtabiri, mimi naomba kitu kimoja. Hivi matukio yote haya yanatokea ni nini hasa? Tatizo ni kubwa sana. Kama navumilia roho yako navumilia, mimi naonyesha. Ila matatizo makubwa sana. Sisi wenyewe tuliokuwepo kichwani, kama tunataka tuone, tunatamani sana tugeuke kama nyenye matoyo. Kana kuona. Lakini sisi tunavumilia na mengi sana. Sawa? Ila nitasaidia kuona. Sawa. Nataka kuona. Kwa sababu wewe ni mwanaume na una kolomero na una mvi, basi utaona. Sawa?
Naona Sikiza nikwambie, najua unifahamu na hapa nimekufuata wewe, ila endapo tuponikubalia mimi ombi langu, utajua wapi ninapoishi, wapi ninapotoka, na utalijua jina langu mimi naitwa nani. Nakutakia kila laheri, kazi njema. Si unataka kuniua eh? Si unataka kuniua? Unaweza kuniua mimi wewe? Naona hii ndio tatizo kubwa. Hii ndio tatizo kubwa. Na ukifanya masiala, wana himaya tunaweza tukazidi kuishi. Na tutasambaratika kabisa. Fanya hivyo nilichokuambia. Alafu nikishamaliza kufanya hivyo ambacho nilichokuambia mimi. Alafu nikishamaliza kama mimi nitakuja nitafanya kile ambaye kuonana na wale watu yuni, sawa? Nakimaliza kufanya wale na majununi kwamba nitafanya mimi ziara langu la mimi mwenyewe, alafu kesha tunaweza tukafanya iko kitu sasa, sawa? Sawa. Kwa pamoja. Sawa. Lakini tukisema tufanye mimi na wewe, hatuwezi kufanikiwa. Nashukuru sana mtabiri wangu. Wenzangu wengine wote walijaribu nasikia. Na mimi naonekana kabisa katika uso wangu. Nimeshakuelewa mtabiri. Haya, mimi narudi nyumbani. Basi naomba fanya safari. Afu uende salama. Ukulinde. Na sisi tukitoka hapa katika hii kichwa hii mtu, sawa? Tutakuja na sisi tunakupeleka tunakulinda. Na matatizo makubwa sana. Usifanye masiara. Nenda salama. Unashukuru sana. Hapa kuna linzi. Mpeni mkono. Mpeni mkono. Naomba linda hii. Sawa naomba linda hii, sawa? Kutokana hii ndo sisi tunakubali kwamba hii ndo kiti, sawa? Talinda hii sisi nalinda asie, sawa? Sasa nyinyi mafanya masiara hii linzi inapopotea, sisi naye tunapotea, sawa? Fanya hivyo, linda hii pamoja na sie. Haya, safari njema. Haya chifu. Vipi ulikotoka? Nilikotoka kwema. Kwema vipi? Nimeenda kule, nimemkuta yule bwana mtabiri. Amesemaje? Sawa sawa. Ndio maana mimi nawapenda sana nyinyi Malkia. Kwa kweli mna busara sana. Nikiongea na nyinyi mimi najisikia raha sana. Nimekwenda kule nikamweleza matatizo haya na yeye akatabiri, akaona mambo yote, lakini ameniahidi kitu kimoja. Anataka akutane na wana himaya. Waitishe mkutano, yeye akutane nao, aongee, lakini ameniahidi. Anakuahidi nini? Mambo haya yote yatakuisha. Kweli chifu? Kweli kabisa. Na mimi namwamini yule mtabiri wangu, anaona mbali sana. Akisema kitu tu kweli. Namwamini. Tulikuwa hatuna tara. Tulikuwa tunalala. Tutashukuru. Asanteni sana. Sawa sawa kabisa. Safi sana namna hii. Mimi ndo nataka namna hii. Sawa sawa. Nafikiri tumemaliza. Kuna lingine? Hamna lingine, ni hilo tu. Mkongo wa vipi? Vipi chifu, tumemkuta? Una shida gani na chifu? Tunamtaka tusiyatoke, tuna shida zetu. Chifu amepumzika saizi, hawezi akatoka bila shida ya msingi. Chifu. Kuna wageni wako? Mkongo wa sisi. Wa moto. Karibuni sana. Habari za nyumbani? Tunashukuru. Chifu, tumekuja. Kama unavyojua chifu, himaya hii yani usawa. Watu wengi wanakufa. Shangazi yake Kofia kafa. Saladimwe kafa. Mjomba wake Kofia kafa.
na watu wengi wanakufa. Sasa chifu, ile swala unalichukuliaje? Sikutegemea kama kina mama kama nyinyi mnaweza kuja kunipa mawazo kama haya. Nashukuru sana kwa mawazo yenu. Mimi nilichokifanya kitu kimoja. Baada ya matukio yote, mimi nilikwenda kwa mtabiri wangu. Mtabiri wangu akanitabiria, akaona kila kitu kinachoendelea katika hii himaya na matukio yote yameona. Sasa mimi nitaifanyia kazi. Nyinyi ngojeni matokeo tu. Sawa, asante. Ameweza kwa nini bwana? Tunakwenda. Hai, ndio tu. Ndio mkaendelea na shughuli za himaya. Wa Mkongo wasize. Wa moto. Jamani, wana himaya yangu, samahani sana kwa kuitisha kikao cha dharura. Nimekiitisha kikao hiki kutokana na matukio yanayotokana na hapa kwenye himaya yangu. Kwenye himaya yetu hivi sasa kuna matukio mabaya sana. Ukilala ukiamka unasikia tukio hili. Ukilala ukiamka unasikia tukio hili. Tumepoteza wana himaya wengi sana, wamekufa. Hatima yake nikapoteza maskari wangu wawili nao vile vile wamekufa. Nimekaa, nimefikiri, nikaona nitakwenda kwa mtabiri wangu akaangalie hii hali ya himaya. Kweli nakwenda kwa mtabiri, nimemkuta, nimeongea na aliyasema yote nimeyasikia. Kweli ameona matukio yote yaliyotokea na mimi amenionyesha. Yanasikitisha sana. Yanasikitisha sana. Kama unaona namna hii basi unatamani atakulia. Mtabiri wangu akaniambia, matatizo hayo mimi nitayamaliza, lakini waitishe kikao wana himaya, nije niongee yangu na wao wanisikie. Na bahati mzuri mtabiri mwenyewe ndio huyo hapa. Nimemuona mbeleni. Yeye ataongea, mumsikilize. Mkongo wasize. Wa moto. Wa Mkongo wasize. Wa moto. Mtabiri. Asante sana. Wa Mkongo wasize. Wa moto. Poleni sana kwa matatizo. Asante sana. Najua amekukuteni mengi sana. Na mengi amewakumba. Ila najua niliyaona. Nimeyaona yote yalotokea ndani katika himaya hii. Na sinabudi kusaidiana baina kwangu mimi na nyinyi. Na huyu mtu aliyoleta matatizo haya ni Kofia. Kofia! Kofia yeye ndo alileta matatizo haya. Aliweza kumpenda binti ambaye hakujua kwamba huyu binti alikuwa wa design gani. Kiukweli Kofia ameweza kumpenda mtu ambaye sio mtu wa kawaida. Huyu ni jini. Na halikupo hana sababu ya kuweza kumwepuka, kwa sababu kila anachokitaka yeye ndo anachofanikisha. Hivyo mimi niko tayari kuweza kusaidia chochote kile kinachotokea, na ili kuweza kujua leo imefika mwisho wake. Hawezi kusumbua katika himaya hii. Naweza kumtoa binti Msinga. Binti Msinga ndo anausumbua. Ila tunahitajika kwamba wote letu liwe moja, na linapokuwa moja tunafanikisha kufanya jambo moja. Hivyo tunataka kwamba asiweze kusikia chochote wala kujua chochote kama sisi tunaweza kuvamia sehemu alipo. Sawa? Sawa. Wa Mkongo wasize. Wa moto. Wa Mkongo wasize. Wa moto. Simameni kwa safari. Kofia.
Singekubali ningelijua kazi ya uganga wewe, ningelijua singekubali ningelijua kazi ya majini wewe, ningelijua singekubali ningelijua kazi ya uganga wewe, ningelijua singekubali ningelijua kazi ya majini wewe, ningelijua singekubali ningelijua kazi ya uganga wewe, ningelijua singekubali ningelijua kazi ya majini wewe, ningelijua singekubali ningelijua kazi ya uchawi wewe, ningelijua singekubali. Naogope. Nyuki. Naogope nani? Sisi nakusaidia. Sawa. Nakuja nasaidia, sisi nasaidia. Naogope. Hii ndo chakula yako. Chikongwe. Naona nafanya nini? Nakamata hiyo. Jamani, nafikiri msajili wangu ameshamaliza kazi aliyoiagiza. Sasa himaya yetu tutaishi kwa amani na furaha. Matatizo yote yamekwisha kama alivyosema. Wamkongo asize! Naelewa. Nazogea na gombadia wote. Sawa. Nasogea wewe.